tumekuja kuonesha maendeleo ya utekelezaji wa mradi wetu huu wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hapa kuelekea Dodoma, na mmeweza kujionea namna ambavyo kazi kubwa imefanywa hapa na serikali kupitia TANESCO, na maendeleo ya mradi huu yamefikia asilimia 94 mpaka sasa ya kazi zote ambazo zilikuwa zikifanyika katika eneo hili, na sasa tupo katika hatua za mwishoni za utekelezaji wa mradi huu. Na katika hatua ya sasa tunatarajia kwamba mkandarasi atakuwa na kazi ya kuweza kuvuta nyaya pale Morogoro, na sasa wakati wa kazi hiyo kutakuwa na adha kidogo ya upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wateja wetu kutokana na sababu za kiufundi. Aliomba kufanya kazi hiyo, na hivyo basi italazimika kuweza kuzima baadhi ya laini za kusafirisha umeme 20 na 132 ili basi kupisha kazi hiyo ya mkandarasi ya wateja wetu katika mikoa ya kanda ya kati, kwa maana ya Morogoro, Dodoma, Singida, vile vile kanda ya Ziwa, mikoa kanda ya Ziwa, mikoa ambayo ipo kanda ya kaskazini, mikoa ya kanda ya magharibi na mikoa ya kanda ya kaskazini magharibi, yote itaathiriwa katika muda na tarehe tofauti ndani ya kipindi hicho ambacho tumekitaja, kwa maana ya kwamba awamu ya kwanza itaanza tarehe 30 hadi tarehe 4, tarehe 30 Julai hadi tarehe 4 Agosti, lakini awamu ya pili itaanza tarehe 11 hadi tarehe 17 mwezi Agosti, na huduma ya umeme itakuwa ikikosekana kuanzia muda wa saa 12 asubuhi hadi kufikia saa 11 jioni katika maeneo tofauti kama ambavyo nimesema. Kwa hivyo nipende kuwatoa wasiwasi wananchi na wala wasipate taharuki. Ni kazi ya kawaida ya utekelezaji wa mradi ambayo inafanyika hapa, inayokwenda kusababisha hiyo athari kidogo ya upatikanaji wa umeme kwao katika mikoa ambayo nimeitaja. Mikoa ambayo haitaathirika kabisa na changamoto hiyo ni mikoa ambayo ipo katika kanda ya Dar es Salaam na Pwani, kwa maana ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, lakini pia mikoa ambayo ipo kanda ya kusini kwa maana ya Mtwara na Lindi, hiyo haitaathiriwa kabisa na kazi hii ambayo itakuwa ikifanyika katika eneo hilo la Mkambarani alilosema mhandisi. Kwa hiyo wateja wetu, tunaomba uvumilivu wenu wakati kazi hii ikitekelezwa, lakini tunaamini manufaa ya kazi hii ni makubwa kwenu pamoja na kwa taifa kwa ujumla, kwa maana inakwenda kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali nchini na kuweza kutumia vizuri uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika mradi wa Julius Nyerere ambao unatuzalishia megawati 2115. Naitwa Engineer Newton Livingstone Mwakifwamba, ndio meneja mradi wa huu mradi wa kusafirisha umeme kutoka Chalinze kwenda Dodoma. Ni msongo wa kilovolti 400, kilomita 345 kilovolti 400. Lakini pia mradi huu unahusisha wigo wa upanuzi wa vituo vya kupoza umeme vya Chalinze pamoja na Dodoma. Ni mradi ambao unafadhiliwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya 6, ambao una thamani ya takriban bilioni 514. Ni mradi ambao upo ukingoni. Sasa huku tulipofika ukingoni, lazima kuna kazi ambazo zifanyike na zina athari kwa watumiaji umeme kama alivyoelezea mkurugenzi wa mawasiliano. Eneo ambalo litakuwa na athari na tutakwenda kulifanyia kazi ni eneo la Mkambarani. Na kwa nini Mkambarani? Mkambarani ndio sehemu pekee ambayo njia yetu inavuka njia ambazo zina exist, njia ambazo zipo tayari. Pale tuna njia 3 za umeme ambao ndo zinapeleka umeme mikoani kutoka Julius Nyerere. Tuna njia ya kwanza ambayo ni Morogoro 1 tunaita, tuna njia ya pili tunaita Morogoro 2, lakini tuna njia ya 3 ya msongo wa kilovolti 132 ambayo pia inatoka Chalinze kwenda Morogoro. Kwa hiyo eneo hili tukilimaliza kazi, tuna awamu ya pili ambayo tunavuka umeme pia, umeme wa ile line ambayo inalisha treni SGR. Eneo hilo ni eneo la jeshi, panaitwa Kikombo. Na kwa nini Kikombo? Ni kwa sababu pia tena hizi njia zinapopita huwa kuna sehemu zinavuka njia ambazo zina exist. Kwa pale Kikombo kuna njia SGR ambayo inatoka pale Kikombo kuelekea Dodoma, tutaivuka pia. Kwa hiyo tukivuka pale Kikombo, lakini pia kuna eneo linaloitwa Nkonze Dodoma, pia napo tutavuka. Sasa kwa ajili ya kupunguza athari kwa wateja, hizi njia tutafanya kazi kwa pamoja, yani parallel. Wakati tunavuka tunazima umeme kwa ajili ya Kikombo, uzimaji huo wa umeme utatuwezesha pia kuvuka kule upande wa Nkonze. Kwa maeneo mawili tutavuka kwa pamoja, ambapo ni tarehe 11 mpaka tarehe 17.
kwa nini sasa huu mradi unaweza ukaleta athari kubwa kama hiyo ya kuvuka na tukazimiwa na nchi, kwamba ukamilikaji wa huu mradi utawezesha sasa ule umeme wote ambao unazalishwa bwawa la Mwalimu Nyerere kwenda kwa walaji ambao ni wateja wetu. Kwa sasa hivi Mwalimu Nyerere inazalisha, tuna uwezo wa 100% megawati 2115, lakini hizi 2115 haziwafikii walaji kwa 100%. Kwa hiyo tunasafirisha umeme kadhaa ambao ni takriban megawati 850. Kwa hiyo tukikamilisha huu mradi, zile 2115 zote zinaenda kwa wateja kupitia laini hii ya msongo wa kilovolti 400. Lakini pia manufaa makubwa ya hii laini, inawezesha biashara ya umeme wa kapu la pamoja kati ya East African Power Pool na Southern African Power Pool. Hizi ni biashara za umeme kati ya nchi za kusini na nchi za kaskazini, kwa maana kwamba tutakuwa na uwezo wa kuwapelekea Kenya umeme mpaka Ethiopia, lakini pia kwa huku kusini tutakuwa na uwezo wa kuwapelekea Zambia umeme kwa kupitia umeme huu wa bwawa la Mwalimu Nyerere na kwa kupitia laini hii ambayo tunaijenga ya Chalinze kwenda Dodoma. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.